Home Clinic. Afya bora ni sawa na mtaji wakati wa kuanzisha biashara. Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV popote pale ulipo? Karibu katika kipindi chako pendwa cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano muda na wakati kama huu. Kipindi cha Home Clinic kinakupa nafasi wewe mtazamaji kuweza kufahamu masuala mbalimbali juu ya afya yako. Na siku ya leo mada ambayo iko mezani inaangazia mzio au allergy kwa jina ambalo linafahamika. Utakuwa nami mtangazaji wako Stella Po mwanzo mpaka pale nitakapokuambia kwaheri. Hivyo karibu tuwe sote. Kabla hatujaenda mbele zaidi, tujikumbushe katika clinical puzzle ya wiki iliyopita ambapo swali lilikuwa likihoji: kwa nini ni muhimu kunywa maji nusu saa baada ya kula chakula? Na majibu yake ni kama ifuatavyo mtazamaji. Kwanza, ukinywa maji nusu saa baada ya kula chakula inasaidia katika swala zima la mmeng'enyo wa chakula. Pia inasaidia kupunguza maumivu ya tumbo na tumbo kujaa gesi, kwa sababu unapomaliza tu kula chakula na kunywa maji hapo hapo inaweza ikapelekea maumivu ya tumbo, inaweza ikapelekea pia tumbo kujaa gesi. Lakini pia inasaidia kulinda afya ya mfumo wa chakula. Baada ya kupata majibu ya clinical puzzle ya wiki iliyopita, sasa twende tukatazame afya storyline iliyoandaliwa kwa siku ya leo ndani ya kipindi hiki cha Home Clinic. Mzio ni hali ya kiafya inaweza kuwapata watu wa rika zote, hali pamoja na jinsia tofauti. Mara nyingi hutokea pale ambapo mwili unaitikia vitu fulani kwa njia isiyo ya kawaida. Makala hii inalenga kuangazia ni nini maana ya mzio, sababu zake, madhara pamoja na jinsi ya kujikinga na hali hii. Mzio ni hali ambayo mfumo wa kinga ya mwili hujibu kupita kiasi kwa vitu ambavyo si vya kawaida na havina madhara kwa watu wengi. Mara nyingi vitu hivi hupenda kuitwa kama vichocheo vya mzio, yaani allergy. Vichocheo hivyo vinaweza kuwa vumbi, pollen za maua, baadhi ya vyakula, dawa pamoja na manyoya ya wanyama. Mwili wa mtu mwenye uzio hutafsiri vitu hivi kama ni hatari na kuanza kujiandaa kupita kiasi. Mzio husababishwa na mambo mbalimbali yanayofanya mfumo wa kinga mwili kujibu kupita kiasi kutokana na vitu visivyo na madhara. Sababu kuu ni pamoja na kurithi kutoka kwa wazazi wenye historia ya mzio, kuathiriwa na mazingira yenye vumbi, moshi au poleni nyingi za maua, matumizi ya vyakula, baadhi ya dawa na kuumwa na wadudu kama vile nyuki kunaweza kuchochea mzio kwa watu wenye miili nyeti. Kwa ujumla, mzio hutokea pale ambapo mwili huchukua vitu hivi kama hatari na kuanzisha kinga kali isiyo ya kawaida. Kutokana na taarifa kutoka kwa wataalam, dalili na madhara ya mzio hutofautiana kulingana na mtu na aina ya mzio husika. Madhara ya kawaida yanaweza kuwa kuwashwa kwa ngozi, upele au vipele, kupiga chafya mara kwa mara, mafua yasiyoisha, macho kuwasha na kutoa machozi, kuvimba midomo, uso pamoja na koo, na pia kupumua kwa shida. Mzio mkali sana unaweza kuwa hatari na unahitaji matibabu ya haraka. Kila mmoja anapaswa kuchunguza afya yake mapema ili kuepukana na dalili zinazotokana na mzio na pia kujikinga na tatizo hili. Makala hii imeandaliwa na kusoma kwako na Faith Olomi. Bila shaka umejifunza mengi kupitia afya storyline ya wiki hii. Na sasa tuende tukatazame maoni ya wananchi walivyoelezea wao wanavyoelewa kuhusiana na mzio au allergy. Kwa upande wangu, allergy ninavyojua mimi, allergy ni kile kitu ambacho kinaweza kikamuathiri mtu, labda mtu akikaa juani au tuseme akiwa anatumia kitu kikamuathiri, hivyo ndo inakuwa allergy. Kwa mimi binafsi allergy, naweza nikasema kwa mimi upande wangu, allergy kwa mfano nikikaa kwenye jua, yani inakuwa inaniathiri kwenye macho. Kwa hivyo ndo inaniletea allergy, kama vile macho yanatoka machozi, ndo hivyo. Allergy inatokea pale ambapo mtu akiwa ametumia labda mafuta, labda kama losheni yenye kemikali, inaweza ikamharibu ngozi yake. Kwa majina anaitwa Peter Valentini Akida, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino, kozi ya sheria, mwaka wa pili.
Kwa mimi ninapofahamu allergy ni sumu ya kitu fulani, au ni ile hali mtu anakuwa nayo pindi kitu kinapompata anakuwa anapata madhara fulani. Kwa mimi nina allergy ya vumbi kwa sababu nina pumu. Ninapokuwa katika eneo lenye vumbi, basi nakuwa nakohoa sana. Mimi kwa majina naitwa Perpetua. Kwa upande ninavyoelewa, allergy ni kile kitu ambacho kinaweza kumaffect either kwenye afya au hata kwenye mazingira. Kwa upande wangu, allergy ambayo inaniaffect, mfano nikisimama kwa muda mrefu miguu inaanza kutetemeka. Hiki ni kitu ambacho kinaweza kusababishia afya yangu kutokaa sawa. Lakini pia ni kila nyama ya nguruwe inaweza kunipelekea kuanza kuhisi kichefuchefu. Lakini pia kuna baadhi nimeona waga hii allergy inawaaffect, mfano wakiwa kwenye gari wakianza kusikia ile harufu ya mafuta wanaanza kuhisi kichefuchefu, afu baada ya hapo wanaanza kutapika. Maoni hayo ya wananchi moja kwa moja yanatupeleka katika chumba cha daktari ili kuweza kufahamu mengi zaidi kuhusiana na mada ambayo leo iko mezani. Daktari, kwa kuanza, nini maana ya mzio au allergy kama ambavyo inafahamika kwa watu wengi? Mzio ni ile hali inayotokea wakati wa mfumo wa kinga unapoguswa na dutu ngeni kama vile wadudu, chakula, vitu kama hivyo, ambayo inasababisha athari kwa watu wengi. Kuna mzio wa msimu, kuna mzio wa chakula, ngozi, wadudu, dawa, kwa aina tofauti tofauti. Vyema kabisa. Na pengine ni sababu zipi ambazo zinapelekea mzio ama hiyo allergy kwa mtu? Unakuta mtu anapata mafua ya mara kwa mara, anakuwa na muwasho wa ngozi, pia kuwa na shida pengine wakati mwingine kupumua. Pengine nini kinasababisha yote haya? Kinachosababisha mzio ni kutokana na kitu husika. Kwa mfano labda chakula, kuna vyakula ambavyo vinaenda kutikisa mfumo wa mtu husika, au wadudu, au mafuta, au aina ya dawa, vitu kama hivyo. Madhara ni mengi. Kwa mfano tukichukulia mzio wa msimu, madhara, mtu anaweza kupata dalili au homa ya mafua, kikohozi, wengine mpaka kubana vifua. Kwa mfano tukirudi kwenye mzio wa wadudu, mtu anaweza aking'ata na mdudu anaweza akapata rashes au akawashwa, akavimba. Kwa mfano mzio wa chakula, mtu anaweza akapata athari ya tumbo, mvurugano wa tumbo pamoja na magonjwa ya kuharisha na mengine mengi. Tiba ziko tofauti, unaweza ukapewa vidonge ukameza, au sindano, au dawa za kupaka. Asante daktari kwa maelezo mazuri ambayo umeweza kuyafafanua nini maana ya mzio, pia sababu ambazo zinasababisha mzio au allergy kwa mwanadamu. Na baada ya hapo twende sasa tukatazame clinical message. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jambo jingine. Clinical message. Clinical message. Mara baada ya clinical message hiyo, mtazamaji, sasa turudi katika chumba cha daktari kwa ajili ya ushauri. Daktari, nini ushauri wako kwa jamii kuhusiana na mada ambayo iko mezani ya mzio au allergy na namna ya kuepukana nayo? Ushauri wangu ni watu tu kuwa makini na kujua kama unajikuta au unajigundua kwamba una mzio wa kitu fulani, unaweza ukawasilisha kwa watu wa afya waweze kukusaidia namna ya kujikinga nacho, au ni namna gani ya kukiepuka, au ni dawa gani ya kutumia ili kuweza kuepukana na athari uliyopata kutokana na mzio husika. Ni kuwa tu makini, watu kufuatilia afya zao kwa ukaribu zaidi. Maana ukifuatilia afya yako kwa ukaribu zaidi, utaweza kugundua pia ni aina gani ya mzio ambao kwako inaweza ikawa inatikisa mfumo wako wa fahamu. Kwa kama ukigundua kama chakula hiki kina athari na mimi, unaweza ukakiacha, au unaweza ukawasiliana na wahudumu wa afya wakusaidie namna gani ya kukitumia
kwa namna ipi ili kisiweze kukuletea madhara zaidi. Shukrani sana daktari kwa maelezo mazuri ambayo yamejipambanua kwa namna yake kuhusiana na swala zima la kuweza kuepukana na mzio au allergy na nini kifanyika ambapo mtu anapokutana na changamoto hiyo ya kiafya. Mara baada ya kutoka katika chumba cha daktari, ni wasaa sasa wa kwenda kutazama Clinical Puzzle ya wiki hii. Clinical Puzzle. Clinical Puzzle. Na hiyo ndiyo Clinical Puzzle ambayo siku zote huwa ni mwangazo wa kuonyesha kwamba tunakuelekea ni mwisho wa kipindi cha Home Clinic. Mimi ni kushukuru mtazamaji kwa ajili ya kufuatilia kipindi hiki kwa siku ya leo ambacho kilikuwa kinaangazia mada inayosema nini maana ya mzio, sababu zinazosababisha mzio na ushauri kutoka kwa daktari. Umeweza kuelewa kwa undani zaidi nini ufanye pale ambapo unapokutana na changamoto hii ya kiafya. Ulikuwa nami Stella Po, mtangazaji wako mwanzo mpaka wasaa huu ninapokuambia kwa heri. Lakini kumbuka ya kwamba majibu ya Clinical Puzzle ya wiki hii utatuachia katika uwanja wetu wa comment, na kipindi kijacho majibu yako yatasomwa. Endelea kutufuatilia katika vipindi mbalimbali ndani ya SAUT TV. Asante, kwa heri kwa sasa. Home Clinic.